Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital. Upepo umebadilika sana. Ukitazama kile ambacho nilikizungumza wiki za mwanzo hapa, siku ya 6 au ya 7 ya maandamano, nilivyokuwa nazungumza na nyinyi, niliwaambia kuwa waandamanaji wa ndani ya Irani ni kama kuna mstari wamekuwa wakiuruka, wanaukwepa. Mstari gani? Mstari wa ule unaitwa regime change, mabadiliko ya uongozi au mabadiliko ya serikali. Wamekuwa wakiaruka na tulishuhudia maandamano. Mfano, maandamano ya Ijumaa iliyopita yalikuwa ni maandamano mengine makubwa sana ambayo yalitokea ya kuunga mkono serikali na ya kupinga serikali. Kwa sasa kama unapima kwa ukubwa wa maandamano ya wanaounga mkono serikali na wanaopinga serikali, ni kama karibu sasa yanataka kulingana. Sema labda inategemea unapokea taarifa za upande gani. Kwa sisi ambao huwa tunachukua taarifa za pande zote, tuna uwezo wa kuangaza huku na huku tukajua nini kinaendelea. Wiki jana upande wa serikali maandamano yalikuwa yako juu, na nilitoa tathmini nikasema wale wanaounga mkono serikali bado wanaonekana wako juu ukilinganisha na wale ambao wanapinga. Lakini kadri muda unavyokwenda na hamasa ambayo imekuwa ikitoka nje, unaona upepo unabadilika kwa kasi sana ndani ya Irani. Wimbo mkubwa umekuwa wa regime change na watu wanaongea wazi kabisa. Na kama wameleta staili moja ya maandamano, kuwa maandamano yao mengi ni ya jioni na usiku, maybe wanakwepa vyombo vya usalama kuwatambua kirahisi kwa sababu ya giza, kwa sababu ufuatiliaji wa vyombo bado umekuwa ni mkubwa. Lakini bado polisi ndio wanakabiliana na maandamano. IRGC bado hawajaingia kuanza kukabiliana moja kwa moja na waandamanaji. Lakini kuna matukio mengi unayaona ya hapa na pale, na ndio maana ninaposema kuwa kuna vitu vimebadilika kwa sababu unaona picha ya mtu ambaye amekuwa ana heshima au anaheshimika sana ndani ya Irani, General Qasim Soleimani, ikidondoshwa sanamu yake. Lakini unaona kuwa Wairani wanateremsha bendera ya mapinduzi ya Kiislamu ya IRGC. Niliwahi kuwaeleza kuwa jinsi bendera zilivyobadilika kutoka bendera ile ya mwaka 79 ya Simba na hii bendera ya sasa ambayo ina lebo ya Allah. Unaona mabadiliko yanakuja pia kwa kiwango kingine, kuwa unaona wanashusha bendera, lakini si tu kushusha bendera, kuangusha yale masanamu yale yaliyokuwa ya General Qasim Soleimani. Lakini kelele kubwa za kumshutumu kiongozi mkuu wa nchi zimekuwa kubwa sana. Sauti imekuwa ikipazwa sana. Kwa hiyo kwa macho yote mawili ukitazama utaona kuwa ni kama Irani imekwama kwenye limbo, yani imekwama kwenye mkwamo fulani ambao wanasema ukitaka kunyoosha wanasema nini, wanasema mbavu. Wanasema ukitaka kuinyosha mbavu ni lazima uipake mafuta ya simba. Unajua mafuta ya simba unaipaka taratibu, yani unakuwa unaishika unainyosha kidogo kidogo, taratibu, kwa sababu ukinyosha wakati umevunja, yani taratibu unagusa. Kwa hiyo unaona kama Irani wanajaribu kucheza ngoma zao by step, ima wasilete taharuki ndani au wasisababishe wanaochochea maandamano kutoka nje wapate kile wanachokipata. Bila shaka kuna kundi kubwa linalomuunga Pahlavi. Katika kile ambacho huwa ninawaambia hivi, kuna tawala zipo duniani, kwa kweli ni tawala ambazo zinasifiwa. Ukiwa nje ya pale unaona kabisa huu ndio utawala ulistahili na sisi tuliotamani kuwa nao. Lakini utawala huo ni mzuri na unavutia sana ukiwa wewe si mmoja wao. Nimewahi kuwapa mifano.
Utawala wa Urusi ni unavutia sana duniani na sifa nyingi utaona watu wanamsifia na hiki kila kitu kinakwenda, lakini kawaulize Warusi. Usiwaulize Warusi waliotulia ndani, kawaulize Warusi ambao wamesafiri wako nje na kile wanachokutana nacho. Utawala wa Korea Kaskazini tunauimba na kusifia kwa sababu wanashindana na Amerika, lakini wale raia wake kawaulize mmoja mmoja. Nililisema hili kwa Venezuela, nikasema haya kwa Syria ya wakati ule, lakini nasema pia kwa Irani. Utawala wa Irani ni mzuri sana kwa kusifiwa kutoka nje, yani kwa watu walio nje ndio utawala unavutia na ni mzuri unauona, lakini si kwa raia wanaokuwa ndani ya Irani. Wao wanasoma vitu vingine tofauti kabisa, unajua na wewe unachokiona, yani wao wanaona tofauti na kile unachokiona, kwa sababu watu au nasema raia wa Venezuela, raia wa Iran ni raia ambao kila siku wanajadili mambo haya, kuwa inawezekana vipi sisi kuwa moja ya nchi zenye rasilimali kubwa nyingi duniani, lakini hatuna lolote, hatuna uchumi, hatuna chochote, yani kila kitu sisi hatuna, lakini tunaambiwa kuwa tunatawala, yani sisi tunamiliki vitu vingi, mali, tunamiliki mafuta, tunamiliki gesi, tunamiliki nini. Nimewaambia wa Venezuela hawa afford hata kununua mkate, yani hawawezi hata kupanga milo mitatu kwa pamoja wa Venezuela, lakini wakiangalia kuwa wao wanatajwa kuwa sisi ndio nchi yenye reserve kubwa zaidi ya mafuta na gesi. Ni kama vile Wakongomani wanaona kuwa mbona tunatajwa kuwa sisi ndio tunaongoza au sisi vinara lakini mbona tunachokimiliki hakina uhalisia wa kile tunachokipata, yani katika maisha yetu ya kawaida, mbona sisi hatupati hiki tunachokipata? Kwa hiyo mimi nikiona waandamanaji wa Irani siwaweki wote kwenye kundi moja, japo kuwa ninafahamu kabisa kuwa ndani yake kuna waliopachikwa, kwa sababu kuna baadhi walikamatwa na kuhojiwa, wakasema wanalipwa kiasi cha dola 20-30 kwa siku kwa waandamanaji kufanya tu hiyo, na wanaambiwa fanyeni hiki na hiki, wanatimiza. Lakini hizo bado ni taarifa ambazo unazipata kutoka kwenye mamlaka, umeelewa? Hizo ni taarifa unazozipata kwenye mamlaka. Manake mimi siwezi nikazichukua moja kwa moja kuwa hizi ni taarifa halisi. No, sichukui kama ni taarifa halisi, lakini ninachoweza kusema kuwa haya yanayozungumzwa yapo, na malalamiko ya ndani ya Irani yapo, na watu wanalalamika wapo, na hali ngumu ya maisha ipo. Nilisema wa Irani wana madai halisi, wa Irani wana madai halisi. Sasa kadri muda unavyokwenda unaona kuwa waandamanaji wanazidi na pressure kutoka nje inazidi. Donald Trump jana karudia kauli yake kuwa tunafuatilia hali ya Irani, tunaweza tukaingia kufanya mashambulizi ikibidi. Nilitoa indhari toka mwanzo kuwa uamuzi wowote wa Marekani wa kuishambulia Irani utavuruga rasmi mwenendo wa maandamano. Itakuwa ni kama kucheza kamari, yani itakuwa ni kubahatisha kuwa nini kitatokea, kwa sababu pale mashambulizi yatapotoka nje, wa Irani watastuka kuona kuwa Iraki mpya inakuja kwetu. Niliwaambia kuhusu niliwaambia kuhusu Venezuela, kuhusu kiongozi wa upinzani Machado na yule mwenzake, kwa nini Marekani wamekataa kufanya mabadiliko ya uongozi. Kwa sababu tayari takwimu au tayari ishara zinaonyesha duniani kuwa ubadilishaji wowote wa serikali ni hatari kwa nchi, ni hatari kwa utulivu wa nchi. Na nchi ambazo zimekwenda kufanya mabadiliko kamili ya serikali 95% hazijapata utulivu. Kwa hiyo mara zote vita ya Marekani huwa ni vita ya maslahi. Marekani anataka maslahi yake kwa Iran, lakini anaweza akayafikia vipi kwa watu wenye itikadi? Kwa sababu wa Irani wana itikadi. Nje ya pale unaweza kusema okay, tutayafikia mafuta yao, lakini utawapokea kwa usalama, vikosi vyako vitaishi kwa usalama, au utakuja kufanya nini? Au utasababisha machafuko makubwa zaidi baada ya kuondoa kile ambacho unaamini kuwa ndio tishio. Kwa hiyo Marekani anafahamu hilo. Ndio maana Marekani, Venezuela wamebakiza serikali ile ile, kwa sababu wanajua kabisa kufuta mstari, uanze upya kuchora mstari ni hatari zaidi kuja kuutengeneza mstari. Ni vigumu sana kuja kuutengeneza mstari kama utaufuta mstari. Sasa kilichotokea Iraki kimewapa funzo, kwa sababu Marekani waliovuruga mstari. Matokeo yake Iraki hakuna utulivu wowote, yani stability haipo kabisa ya nchi. Matokeo yake wamezalisha
makundi mengi yenye silaha ambayo hata yeye Marekani hakai kwa raha. Yani hata yeye Marekani hana utulivu ndani ya Iraq, licha ya kuwa amekaa kufyonza mafuta, anachukua hiki na fani, lakini hana utulivu. Sasa hofu ya kupeleka Venezuela kijiografia ndio iko hivyo, na misitu inafanya nini, vigumu sana Marekani kusema kuwa okay, nataka nifanye mabadiliko ya moja kwa moja wa Venezuela. Maana yake Marekani akisema vile aondoe kabisa utawala uliopo sasa wa Venezuela, atume jeshi la ardhini, ground invasion iingie, jeshi la ardhini kwenda kufanya mabadiliko. Sasa silaha zilizo kwenye mikono, silaha zilizopo, silaha walizonazo, na hawa ambao hawaiungi mkono Marekani watakukubalia? Na tayari dunia imeamka sasa, hawataki, watu wamechoka? Au tuseme Marekani atafanya yale ya Somalia alafu atakimbia? Manake baadaye kuwa nchi itavurugika, atajaribu kutuliza, atashindwa, watamuua, ataua, mwisho wa yote atakimbia. Labda unaweza ukasema hivyo, labda Marekani anaweza kuchukua style labda ya kile labda alikimbia Somalia kama kuondoka. Sasa kwa Irani ipo kwenye mstari wakati kwa kati. Nimesema kama unachukulia kuangalia waandamanaji, utaona hatari ni kubwa. Sasa serikali nimesema inacheza kama vile kunyoosha mbavu kwa kupaka mafuta ya simba. Wakati huo haitaki kutumia nguvu sana. Wakati huo inataka kuwaridhisha watu. Wakati huo inafungua mazungumzo. Wakati huo inakabiliana na waandamanaji waliovuka mstari. Wakati huo inajaribu kupoza ile hali na kurudisha uchumi ukae sawa. Sasa tishio jipya, masoko mengi yamefungwa na biashara ambazo useme zinashikilia uchumi wa Irani ni kama zimestopu. Miji ya Tabriz, Mashhad, Isfahan, Teherani ambao imekuwa ndio ngome kubwa inayoongoza uchumi wa Irani, bado na yenyewe inaonekana biashara zimefungwa kwa kiwango kikubwa na watu bado wanafanya maandamano. Mtandao umezimwa nchi nzima. Jambo ambalo ni kwenda kufanya tu majibu ya kile ambacho walikifanya mwezi gani? Mwezi Juni kwenye ile 12 days war walizima mtandao kamili. Lakini kwenye yale maandamano ya Mahsa Amin walizima pia mtandao. Ni maandamano yalichukua muda, niliwaambia Irani wana uzoefu na haya. Maandamano yale yalichukua miezi 2 mpaka 3 na watu wengi waliuawa. Kuna tofauti kidogo. Maandamano ya Mahsa Amin yalikuwa ya hali ya kutokuridhishwa na yakitaka mabadiliko, baadhi tu ya mabadiliko serikalini kwenye maandamano ya Mahsa Amin. Maandamano ya mara hii yametoka kwenye msingi wake ambao ndio watu wanaofahamu, yani kile ambacho tulikiona yametoka kwenye msingi wake ambao kuwa tuna shida ya kiuchumi, tuna shida ya sarafu kuporomoka, tuna shida sijui ya nini, mambo hayaendi, kuna ufisadi. Yamevuka yakaenda kwenye kile kitu wanasema regime change, mabadiliko ya serikali, mabadiliko ya kutaka kutoa utawala kuweka utawala mwingine. Sasa kuna taarifa ambazo zilikuwa kwenye mitandao jana, mfano zinaonekana kuwa kuna baadhi ya ndege za kijeshi za Marekani zilikuwa zimeondoka kwenye baadhi ya kambi za Marekani zikielekea Mashariki ya Kati, na kuna shinikizo ambalo linatolewa na Israeli moja kwa moja kwa Marekani kuwa hakuna fursa nyingine watakuja kuipata kama fursa hii ya sasa ya kubadili utawala wa Irani. Sijajua Irani itakabiliana na hili kwa njia gani ya moja kwa moja, japokuwa wanajitahidi wajaribu kuangalia. Vyombo vya habari kadhaa vilitoa taarifa, mitandao kadhaa ilitoa ikasema kuwa kiongozi wa nchi anajiandaa kukimbilia Urusi. Why Urusi? Sidhani wala silitegemei. Hizo ni taarifa ambazo unaweza kusema kuwa zimeibuliwa zaidi na mitandao ya upande wa pili wa magharibi kuonyesha kama kuwa kweli kuna hili. Lakini kinachoendelea Irani ni kigumu zaidi kuliko kile kilitokea kwenye vita ya siku 12. Mimi nimekuwa nikisema kuwa ile vita ya 12 days war ilikuwa ni nyepesi kwa Irani. Ilikuwa ni nyepesi kabisa kwa Irani ukilinganisha na hii ya sasa anayokabiliana nayo mbele ya waandamanaji. Hii ni ngumu zaidi kwa sababu nimesema mara nyingi, unaweza kuwa na jeshi imara, jeshi kubwa, jeshi lenye nguvu, lakini unaweza kushindaje raia wako? Yani wanaoingia barabarani ni raia wako. Hilo jeshi lako unaweza ukawashindaje hao raia wako? Ni vigumu sana, kwa sababu hauwezi ukaingiza jeshi barabarani hata kama jeshi lako ni shupavu na imara kiasi gani. Huwezi kuliingiza barabarani na ukasema jeshi uweni watu wote walio barabarani au uweni watu wote walioandamana. Huwezi. Sasa ndio ugumu wa kukabiliana na maandamano kwa kiasi hicho ambacho Irani anakutana nacho. Sasa hofu yangu kuwa kumeguka kwa serikali iliyopo hivi sasa hii ya kina Khamenei, ikiwa itaweka
pengo au itaonyesha tobo lolote la kuonyesha kuna dalili ya kumeguka, basi tunaweza tukashuhudia kitu kigumu zaidi. Lakini nadhani kwa mnaofuatilia hizi habari na hii mitandao, mmeona vigumu sema kuona mpaka waangalie kwenye televisheni za Irani au baadhi ya channel za Irani, kwa sababu mtandao ndani ya Irani umezimwa. Kwa hiyo kupata taarifa mara nyingi ni vigumu, na sasa hivi taarifa nyingi ambazo mtaziona zimetolewa zitakuwa, kwa sababu zina televisheni ni za serikali, tutaona sana hiki tunachokiona au hiki nilichokuwa nakwambia. Unaona, baada ya swala ya Ijumaa kimechotokea ni maandamano makubwa ya kuunga mkono serikali, na hayo ndio zaidi unayaona kwenye vyombo vya habari. Yale maandamano ya upande wa pili ambayo Irani wamezima mtandao na kuyaacha yabaki gizani, bado sasa kuyapata moja kwa moja inakuwa kazi. Hatupati kile ambacho zaidi ya zile picha za awali tu ambazo tayari zilikuwa zimetokea Alhamis na kwingine, ambazo zinaonyesha kama bendera imeshushwa, sanamu kuangushwa na watu kuchoma baadhi ya ofisi za serikali, baadhi ya taasisi za serikali kuzichoma moto. Hilo pekee ndio ambalo linabaki kwenye mitandao. Sasa mpya kuzipata ni vigumu kwa sababu wameshaweka gizani. Sasa kuwaweka gizani watu ni mawili tu: tuwaweke gizani ulimwengu sione, tumalize kazi, yani tutadili kwa nguvu. Sasa manake kuwa wanataka kutumia nguvu zaidi kukabiliana na waandamanaji. Nahisi huenda baada ya leo Ijumaa, manake kuwa ni vigumu wao kuingilia maandamano ya moja kwa moja ya Ijumaa, kwa sababu ndani ya maandamano ya moja kwa moja ya Ijumaa kuna maandamano ambayo yameonekana yanawaunga mkono wao. Sasa watayaacha hayo maandamano yamalizike. Yakisha malizika hayo maandamano, nadhani baada ya hapa Ijumaa usiku wa leo, ambapo kuwa unaona kama ukisoma kwenye mtandao wa X wa Pahlavi amekuwa akiwahamasisha watu token na ukiangalia utaratibu wanaohamasisha maandamano sana, wanawaambia tokeni jioni, yani watoke sana usiku, yale maandamano ya usiku. Huenda sasa tukasikia au tukashuhudia ukabilianaji wa nguvu zaidi kutoka kwenye mamlaka ya Irani kukabiliana na waandamanaji kwa nguvu zaidi, kwa sababu mwanzo walikuwa, kwa sababu dunia inaona kila mtu anapiga kelele hatujazima nini na nini, wakaamua sasa hivi wapo gizani. Nadhani tunaweza tukaja tukasikia story nyingine kabisa tofauti na kile ambacho tumekuwa tukiona mwanzo. Lakini yote kwa yote ni waweke tu kuwa, jamani, watu wa Irani wanataka mabadiliko, raia wa Irani, yani hilo ndio wanaolizungumza. Lakini baadhi ya raia wa Irani pia wanatumika na nchi za magharibi. Baadhi wanalalamikia hali ngumu, baadhi wanataka mabadiliko bila kuingiliwa kutoka nje, kama vile wa Venezuela, kuwa baada ya Maduro kuondoka, wa Venezuela wakaingia barabarani katika hasira zao na kile walichokionyesha kuwa yes, tunakubaliana kuondoka kwa Maduro, lakini sisi hatukubaliani na sisi kutawaliwa na nchi yoyote. Yani kama mabadiliko yoyote ya serikali tutayafanya sisi humu ndani, na tutabadili mwelekeo wa humu ndani bila kuingiliwa na nchi yoyote. Sasa niliposema kuwa huenda Marekani ikafanya mashambulizi pamoja na Israeli, yale mashambulizi kama yatafanyika yatabadili upepo wa waandamanaji. Waandamanaji wataunga mkono serikali kwa kiwango kikubwa, kwa sababu watajua kabisa hawa wanaotoka wanataka kuja kufanya nini hapa, na sisi tunataka mabadiliko ambayo serikali itayokuja ni ya Wairani, itaongozwa na Wairani, lakini katika mabadiliko, sio elewa, katika mabadiliko. Sasa kazi alionayo Rais Masoud Pezeshkian, ambaye yeye ni centrist, unajua yeye ni rais wa mrengo wa kati, ambaye amekuwa akijaribu kubalance upepo kutoka viongozi wakuu wa Irani ambao ni mrengo wa kulia, na yeye ambaye amekuwa ni mrengo wa kati, kujaribu kuichezesha ile mechi iweze kukaa sawa. Unafahamu, unakumbuka kuwa kifo cha somo yangu mimi, aliyekuwa rais wa Irani marehemu Ibrahim Raisi. Ibrahim Raisi alikuwa ni right swing. Nadhani pia hata haya maandamano yangetokea wakati wa Ibrahim Raisi, hali ingekuwa tofauti kabisa. Na ndio maana ukishuhudia maandamano ile 2022, hali ilikuwa ni tofauti kabisa, kuwa huyu rais aliyopo ofisini, huyu ni rais ambaye yeye anaegemea mrengo wa kati. Kwa hiyo si mtu ambaye anachukua hatua kali sana. Yani ni rais ambaye anafungua, yani ni rais ambaye ofisi zake ziko wazi, yani kwa mtu kuleta hoja, mijadala na kufanya nini, yeye kila kitu chake kiko wazi. Ni tofauti kabisa na aliyekuwa Ibrahim Raisi, na ni tofauti na viongozi wa juu kabisa wa Irani wanaofanya maamuzi. Kwa hiyo Ibrahim Raisi alikuwa ni kiongozi wa mrengo mkali wa kulia, na alikuwa yeye ni mtu ambaye amesimama kwenye misimamo mikali zaidi ya kihafidhina. Lakini Masoud Pezeshkian ambaye wakati wa uchaguzi, na hili nililizungumza wakati huo, nikawaambia kuhusu hili, ninaowaambia Irani wanataka mabadiliko, kwa sababu wa Irani wakati Masoud anagombea, aligombea na wahafidhina wawili, watu wa mrengo wa kulia wawili aligombea nao, lakini aliwashinda. Maana yake ilikuwa ni ujumbe maalum kabisa wa Irani wanatuma kuwa
mfumo na muundo wa serikali ya Irani inavyoendeshwa, watu hawaridhiki. Ndio maana watu hawajamchagua rais mmoja katika wawili wa kihafidhina, wameenda kumchagua mmoja katika watatu ambaye ni mtu wa mrengo wa kati. Maana yake nini? Kuwa wanaona kabisa kuwa sisi tuko kama landlocked licha ya kuwa tuna bahari. Yani Irani wanahisi kabisa kuwa kama wao wanaishi kwenye nchi ambayo haina bahari, haina uhusiano na dunia, yani imetolewa kuwa duniani. Kwa hiyo wakaona uwepo wa rais Rahby Digital